Singida Black Stars wameamua kutoa somo jinsi ya kuziendesha hizi klabu za mpira. Kwanza wameenda sokoni. Umeona? Wameenda moja kwa moja kwenda kuomba ama kutafuta mdhamini ama muhisani. Amekuja ndani ya timu yao, ameweza kuongeza ama ameweza kuja kufanya uwekezaji ndani ya timu yao. Mwisho wa siku wameweza kuwekeza kwenye uwanja huu wa mpira, na mwisho wa siku amejitokeza mtu ameamua kutumia pesa zake kujenga huu uwanja. Sasa ni kitu cha kuvutia sana, ni heshima kubwa sana kwa klabu kama ya Singida Black Stars, klabu ambayo inatafuta kukua. Na kitu pekee ambacho kitawafanya wakue Singida Black Stars ni kuhakikisha hawana makando kando mengi. Unajua klabu nyingi kwenye mpira wetu zimeshindwa kuwa kubwa ama zimepotea mapema kutokana na kuanza kuhusishwa na klabu fulani. Yaani katika kitu ambacho ukitaka kupata mafanikio kwenye nchi ambazo kuna usimba na uyanga mwingi, basi hakikisha una control kwenye timu yako, hakukui na usimba na uyanga mwingi. Hii itakusaidia wewe kupata mafanikio. Leo hii wamejenga uwanja. Kitakachofuata watatengeneza academy ndani ya timu yao. Academy ambayo itakuja kuleta faida kwa taifa letu. Lakini mafanikio yote haya ili yatimie ni lazima Singida Black Stars wawe na mipango thabiti. Nimefurahishwa kitu cha kwanza wamefanikiwa kujenga uwanja. Haya ni maendeleo ya kwanza. Jambo la pili, wanatoka kuwekeza nguvu kwao sasa ni kutengeneza matokeo mazuri. Wana wachezaji, lakini matokeo ambayo wanayapata wakati huu sio yale ambayo tunategemea wayapate katika ligi kuu ya NBC ambayo wanashiriki ama katika hii michuano mbalimbali ambayo wanashiriki. Na siwezi kuwadai sana kwa sababu ni msimu wao wa kwanza. Ina maana wanajenga timu. Msimu ujao sasa nitakuja kuangalia Singida Black Stars kwenye mashindano watakuwaje. Lakini yote kwa yote Simba na Yanga lazima wajifunze kwao. Yaani klabu changa kama hii ambayo haina hata mwaka mmoja imekuja kujenga uwanja wakati nyinyi mna miaka mingi sana kwenye mpira wa Tanzania bado hamjafanya uwekezaji kama huu. Lazima mjifunze kwa huu bwana mdogo. Na sio yeye Simba na Yanga tu, hata hizi klabu nyingine. Kuna klabu kongwe sana hapa zipo ndani ya ligi kuu na ni klabu za taasisi. JKT Tanzania ni klabu ya taasisi, imeonyesha. Prisons wapo Mbeya kule ni klabu ya taasisi, bado nao wanategemea viwanja vya kuazima. Unakuta hata miundombinu ya mazoezi yao bado sio mizuri. Lakini klabu kama JKT Tanzania imeonyesha mwanga. Unakuja upande wa pili Singida Black Stars imeonyesha mwanga nayo. Kwa naamini haya ni mafanikio makubwa sana kwa mpira wa Tanzania. Bila shaka tunazidi kupiga hatua. Lakini kitu kikubwa kwa wakazi wa Singida ni kuitunza hii miundombinu ambayo leo hii wameipata, kwa sababu kama isipotunzwa basi inaweza kachaka mapema sana. Na unajua Salum, moja ya viwanja vigumu kuvitunza ni hivi viwanja vya nyasi bandia. Yes. Unajua nyasi bandia bwana, baada ya mechi kuchezwa kwanza inahitaji uwe na vile vifaa ambavyo vitakufanya uzunguke uwanjani uweze moja kwa moja kuzinyanyua zile nyasi pamoja na vile vipira ambavyo vipo pale. Kwa hiyo naamini kutakuwa kuna kazi ya ziada ama kazi ngumu sana upande wa Singida Black Stars kuweza kucontrol haya mambo ambayo yanaendelea ama uwanja ambao wameujenga leo hii, kwa sababu mdhabuni ameshawekeza kwao. Kitu kwao ni kuitunza sasa hii mali ambayo wameipata. Lakini yote kwa yote lazima wapongeze Singida Black Stars kwa hatua hii nzuri sana ambayo wameipata na kutoa funzo kwa hizi klabu zetu kongwe ambazo bado hazijaamua kufanya uwekezaji ama hazijapata uwekezaji kama huu.